Tupokee the morning call asubuhi hii kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Pote pale ulipo basi na kualika ili ukaweze kupokea the morning call. Sadik yasema uchaguzi wa Tanzania uligubikwa na dosari. Msikilizaji, ujumbe wa uangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC umetangaza kuwa uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka 2025 ulishindwa kukidhi viwango vya kidemokrasia vya jumuiya hiyo kutokana na vitisho vya viongozi wa upinzani, vikwazo vya uhuru na ukosefu wa uwazi wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Hapo ndipo tunaweza kukuletea the morning call. Msikilizaji, katika taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari, shirika hilo limesema ingawa siku ya upigaji kura kwa kiasi kikubwa ilikuwa ya amani, katika maeneo mengi wapiga kura hawakuweza kueleza kwa uhuru mapenzi yao ya kidemokrasia. Taarifa hiyo iliyobainisha kuwa uchaguzi uligumbikwa na matakwa ya kanuni na miongozo ya SADC ya kusimamia uchaguzi wa kidemokrasia mwaka 2021 ulipungukiwa na matakwa ya kanuni na miongozo ya SADC kusimamia uchaguzi wa kidemokrasia mwaka 2021, kigezo cha uchaguzi huru wa haki na wa kuaminika miongoni mwa nchi wanachama. Ujumbe huo vile vile umeripoti kuhusu kutengwa kwa wagombea upinzani kwa kukamatwa na kupewa vitisho, ikiwa ni pamoja na kuwekwa kizuizini kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu kwa tuhuma za uhaini. SADC imesema vitendo hivi vimedhoofisha demokrasia ya vyama vingi vya Tanzania na kukatisha tamaa ushiriki wa wapiga kura. Hatua kama hiyo ziliunda uwanja usio sawa na kupunguza uwezo wa wapiga kura kufanya chaguo la kweli. Taarifa hiyo imesoma kuhusu matangazo ya vyombo vya habari. SADC imesema kwamba vyombo vilivyomilikiwa na serikali vilipendelea chama tawala, wakati vyombo vya habari vya kibinafsi vilijishughulisha na kujibiti kwa sababu ya kuogopa kuchukuliwa hatua baada ya uchaguzi. Ujumbe huo ulitaka serikali kutekeleza mageuzi ya kina, ikiwa ni pamoja na kuruhusu wagombea binafsi kuwezesha mahakama kupitia matokeo ya uchaguzi wa urais, kuhakikisha ulinzi wa uangalizi wa uchaguzi na kuwashirikisha vijana katika siasa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi mwanachama wa mwanzilishi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Waangalizi waliokuwepo kutoka Afrika ni pamoja na Umoja wa Afrika AU, Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na wengineo kutoka maeneo mbalimbali duniani. Hata hivyo, sasa saa chache baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu kula kiapo hiyo jana, alishukuru makundi hayo kwa maoni yao, lakini akaweka wazi kuwa sio kila jambo walilotaka linaweza kutekelezwa, ila Tanzania yenyewe ndiyo yenye uwezo wa kuamua nini cha kufanya, na kunukuu maneno ya Rais wa awamu ya 3 Benjamin Mkapa wakati akiapishwa kuwa rais wa mwaka 2000. Rais Samia aliongeza kuwa hakuna aliyemkamilifu duniani. Na hapo ndipo tunapata the morning call siku ya leo. Naitwa Kantona Joseph na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.